Mungu pia kwenye hizi ndoto za shetani huwa Mungu anaziruhusu. Uwaga ni mtihani wa kiroho. Watu wengi sana kwenye mitihani ya kiroho wanashindwa. Kumbukumbu la Torati mlango wa 13 mstari wa 3. Kukizuka katikati yako nabii au muota ndoto, akakutolea ishara au ajabu, ikatukia hiyo ishara au hiyo ajabu atakayokuambia akisema, na tuifuate miungu mingine usiyoijua tukaitumikie, wewe usiyasikilize maneno yake yule nabii yule wala muotaji yule wa ndoto, kwa kuwa Bwana Mungu wako yua kujaribu apate kujua kwamba mnampenda Bwana Mungu wenu kwa mioyo yenu yote na kwa roho zenu zote au la. Mtihani wa kiroho upo mpaka kwenye ndoto. Nakuja hapa nakwambia mtumishi, nimeota ndoto. Nimeota umepandishwa cheo. Na kweli unapandishwa cheo kesho. Uwaga mashetani yanakaa rohoni na yanaona vitu vilivyopangwa rohoni. Wangapi mnajua kupanda kwako cheo hakujapanda leo, kumetengenezwa kwenye ulimwengu wa roho? Wangapi mnajua kuinuliwa kwako tayari kumeonekana? Ukiona shetani anafanya vita na wewe, anajua hatima yako, na majira yako ya kufanikiwa yakifika, ndio shetani anafanya vita zaidi. Alafu wewe nabii anakuja hapa. Manabii wengi hawa ambao wanajiita manabii waotaji nini, wanatoa unabii huko na wafundishi watu mambo ya Mungu. Manabii wengi hawa ni wapunga pepo. Naomba niongee tena, na kama wanabisha wakasome 13 Kumbukumbu la Torati. Anasema hivi, kukizuka mtu katikati yako nabii au muota ndoto, akakutolea ishara na ajabu, na ishara hiyo ikatukia na ajabu hiyo ikatukia, huyo mtu usimwamini bado. Hawa manabii ukitaka kujua ni manabii wa shetani, ni waota ndoto, ni wapiga bao, hawakuelekezi njia ya Mungu. Taarifa zako zinaishi kwenye ulimwengu wa roho, na mashetani yanazijua, na waganga wanazijua, malaika wanazijua, mapepo wanazijua, na yeyote mwenye uwezo wa kwenda rohoni anaweza akaenda rohoni akazipata taarifa zako kwenye ulimwengu wa roho. Lakini haimaanishi ni Mungu anazisema. Yaani wewe hapa ulipo ni kama mwenye kitambulisho cha NIDA. Nikienda kwenye kitambulisho chako cha NIDA nikaperuzi, nitapata tarehe yako ya kuzaliwa, nitaona jina lako pale, nitaona na jina la mama yako, nitaona na jina la baba yako, nitaona na kijiji ulichozaliwa na hospitali uliozaliwa, nitaona. Hizo ni taarifa zako, ziko kwenye mtandao wa NIDA. Lakini haimaanishi hiyo taarifa iliyo kwenye ulimwengu wa roho ndicho Mungu anasema. Mungu hawezi kusema. Sikiliza, wale mamajusi hawakutumwa na Mungu. Waliona taarifa za Yesu kwenye ulimwengu wa nini? Wa roho. Wakasema, tazama, tumemwona nani? Mfalme anazaliwa. Na niwaambia, sisi ni nyota, sisi ni kama mianga. Tukiwa tunazaliwa, tunakuja duniani, tunaonekana. Hawa watu wote wana taarifa zako za ulimwengu wa roho. Naona Mungu anaenda kukuinua, mwambie bosi ananiinuaje. Nabii akikwambia anaenda mwambie ananiinuaje, ananiletea Mchina au Muhindi au Mwarabu, ananiinuaje, nipe details, nipe maelekezo. Anakutishatisha tu, anakwambia utoe sadaka kubwa sana kuivunja hiyo laana iliyoko juu yako. Nabii anapotoa unabii kwako lazima aanze na maelekezo. Anasema, naona baba P umeshindana na vitu ambavyo vimekushinda tangu mtoto. Ukiwa na darasa la 3 kuna kitu kilitokea kwako. Ukiwa miezi hivi kuna kitu kilitokea kwako. Lakini Bwana ananiambia anaenda kuondoa hiyo huzuni. Lakini Bwana ananiambia umche yeye. Naona Bwana anasema hauna muda wa ibada na yeye, una muda wa maombi. Naona Bwana anataka kila mwezi ufunge mara 3. Hawataki tena. Hawa dada warembo wanaenda pale na nini, nabii anakuambia ufunge mara 3 kila mwezi. Alafu wewe una mchungaji yeye. Si anakuambia uje ushike shati lake, anamwambia sana nenda kwa mtumishi wako. Yesu alipowaponya wale wakoma aliwaambiaje? Mje mniabudu. Aliwaambiaje? Nendeni kwa mchungaji na mkatoe sadaka kwa yule mchungaji wenu. Hawafanyi hayo. Matapeli wa kiroho. Sasa hiyo ni nini? Ni testi, ni mtihani. Kuna taarifa za ulimwengu wa roho za kwako, na kuna sauti ya Mungu ya kwako. Naomba sahau kila kitu nimefundisha hapa Bishop. Sahau kila kitu, usisahau hicho. Kuna taarifa za ulimwengu wa roho zinazokuhusu, na kuna kile Mungu anasema sasa kinachohusu maisha yako. Kile Mungu anasema ndicho unapaswa kusikia. Mungu anaposema anasema nini? What is the Spirit saying? Roho Mtakatifu anasema nini kuhusu maisha yangu leo? Sio taarifa zangu za ulimwengu wa roho zikoje. Yaani leo hii ukiingia kwenye ulimwengu wa roho wa mtu yoyote utaona taarifa zake. Utajua huyu mtu, unaweza kumuona ukasema naona ukiwa darasa la 5 ulikamatwa na majambazi. Naona ukiwa hivi.
Anaweza kuambia hata naona ulibakwa, na ni kweli, inawezekana, lakini taarifa zako tu ziko kwenye ulimwengu wa roho. Anakutisha na taarifa zako. Manabii hawa wanatutisha na taarifa zetu za ulimwengu wa roho. Wanatuambia mambo yaliyo kwenye ulimwengu wetu wa roho, alafu ili watutishe. Kuna nabii mmoja aliitwa Elisha, na huyu nabii alikuwa na nani? Na wana wa manabii. Na wana wa manabii wakaanza kumwambia habari za ulimwengu wa roho. Waambia, hivi unajua bwana wako anatwaliwa? Hivi unajua leo nabii Elia atatoka? Unajua sisi tuna taarifa. Elisha hakubabaika na taarifa zile, maana aliwaambia ninajua, lakini nyamazeni, funga midomo. Mtu asikutishe na taarifa zako. Anaweza akaja akakupa taarifa zako, akakwambia nimekuona hivi na hivi. Hata wakati mwingine ana ndoto kabisa, nimeona hivi na hivi. Usimwamini. Kuna dada mmoja alikuwa anakaa hapa na nilimpenda sana. Mtu yeyote ambaye ukipona anataka ukamwabudu, ukamshukuru, ukamsifu, mtumishi nashukuru sana Mungu wa madhabahu. Ukisikia hivyo, Mungu anakosa utukufu. Mungu ana wivu. Sisi ni mali ya Yesu. Jamani, sisi ni mali ya Yesu. Anataka ukifanikiwa umwambie yeye asante. Nabii atakufa, mchungaji ataondoka, askofu ataondoka, lakini Mungu haondoki.